Alifanya Dr. Shein kujenga ukumbi huu ukaitwa wasanii, maana uliitwa, akajenga na studio, alhamdulillah. Lakini katika utekelezaji na usimamiaji, kabla sijasema ninachoshauri, hutakuta ukumbi huu kwamba ni wa wasanii au studio ile ni ya wasanii, kwa gharama ambayo imewekwa kwa hao wasanii walioambiwa hiki ni chenu. Ilistahiki kukiwa na usimamizi, basi wapate nafasi ya kufanya shughuli zao kwa wakati bure au kwa kupangiwa muda ambao unaonekana ukumbi huo hauna kodi au hakuna lolote, ingeleta maana, au kwa tozo ndogo ukilinganisha na tozo zinazotozwa watu wa kawaida. Kwa hiyo ushauri wangu, kuwe kuna usimamizi wa haya maeneo ambayo yanajengwa kwa ajili ya sanaa, na kuongezeka kwa maeneo hayo. Ni kule, mimi ni mwenyeji wa Tanga, ukifika mpaka leo Majestic Tanga inafanya kazi, Majestic Cinema, na ni utamaduni wao, ukifika jioni watu wanajazana. Ni utamaduni wetu hapa Zanzibar pia watu kwenda kwenye sinema, lakini wanakwenda kutazama wapi? Ukumbi gani? Kwa hiyo hebu tujaribu kuangalia hivi vitu, kurejesha ile hadhi, ili mtu filmmaker. Ukienda Rwanda, mwaka jana nimeenda Rwanda, kuna sehemu inaitwa Cinema Center, kuna kumbi takriban 52 za sinema, hilo jengo lote. Filmmaker wa ndani wa Rwanda akitaka kufanya screening ya filamu yake, kunatolewa 5% ya mapato yaliyopatikana, hakodishwi. 5% ya kile alichokiingiza kitakwenda kwenye mfuko wa sanaa wa serikali, na chingine atachukua yeye, hakodishwi. Wamefanya utaratibu huo. Akienda mgeni kina sisi, huyo ndo anapangiwa kodi ya kulipa.